Kama umekuwa TikTok, Facebook au YouTube, basi kuna uwezekano mkubwa umeona madai haya ya kwamba Tanzania imeandaa orodha maalum ya content creators wa Kenya ambao hawaruhusiwi kuingia nchini Tanzania. Wengine wameenda mbali zaidi wakisema Tanzania imechoshwa na content ya baadhi ya Wakenya. Lakini swali kubwa ni hili: je, orodha hiyo ipo kweli na ni kina nani waliomo kwenye list? Na kwa nini ghafla story hii imeenda kama moto wa nyika Afrika Mashariki? Usiondoke, kwa sababu ukweli uliopo kwenye story hii ni tofauti kabisa na wengi wanavyofikiria. Sasa tuanze na jambo muhimu kabisa ya kwamba mpaka sasa hakuna serikali ya Tanzania iliyowahi kutoa orodha rasmi ya content creators wa Kenya waliopigwa marufuku kuingia nchini Tanzania. Hakuna tangazo rasmi, hakuna gazeti la serikali, wala hakuna taarifa za mamlaka za uhamiaji. Kilichotokea ni kwamba baadhi ya blogs za udaku na channel za clickbait content zilianza kutengeneza video zenye majina ya baadhi ya content creators wa Kenya kama akina Mokaya Comedian, Mjaka Mfine, Lenny Vibes na wengine wengi. Lakini ukiangalia kwa undani zaidi, mara nyingi hakuna ushahidi wowote wa kutosha. Ni mkakati tu wa kupata viewers. Na kwa sababu ushindani wa Kenya na Tanzania mtandaoni huwa unavutia watu wengi, basi baadhi ya content creators hutumia hizo hisia kupata viewers. Kwa lugha rahisi, watu walitengeneza story ambayo ilikuwa rahisi kuaminiwa, na hapa ndipo uvumi ukaanza kusambaa. Machaji na manyonyo si ni mwecheche. Mwana hiyo list yenye content creator hawafai kukanyaga Tanzania ama Zanzibar. Hiyo list iko na Mokaya, iko na Lenny Vibes, Mjaka Fine, Mluo. Nikashangadi pia mimi niko kwa hiyo list. Mishaipiga skiti ya nini yo madamu wa huko jo. Buda ni mwecheche. Sasa naenda Tanzania kufanya nini hadi jo? Wakae na hiyo nchi yao, usitake jua. Lakini sasa swali ni je, kama hakuna listi rasmi, kwa nini watu wengi waliamini? Sababu ya kwanza ni kwamba Tanzania ina sheria kali sana kuhusu content ya mitandaoni. Mamlaka za mawasiliano Tanzania zimekuwa zikisisitiza usajili wa baadhi ya shughuli za kidijitali na kufuatilia kwa karibu content inayochapishwa mitandaoni. Masuala yanayohusiana na content ya umma, taarifa za uongo na content inayoonekana kuvuka mipaka kisheria imekuwa ikichukuliwa kwa uzito mkubwa. Kwa hiyo content creator kutoka nje ya Tanzania kuingia na kuanza kurekodi content bila kuelewa mazingira ya kisheria kunaweza kuleta matatizo makubwa. Na ndio maana watu waliposikia neno marufuku waliamini ni kweli inawezekana kabisa. Naam, leo hii nchini mwetu tumetembelewa na rais kutoka nchi jirani almaarufu Kaongo. Ningependa uweze kupeperusha mkono. Naam. So dakta. Jua nilikuwa nimeongea na yeye akaniahidi kwamba, kanipa ahadi kwamba atakuja asubuhi ila amekuja jioni. Nashangaa hadi masaa ni kitu cha kudanganya mtu. Si kitu cha kudanganya mtu. Na nimembana hapo hivyo chooni nikatukaongea na yeye kuhusu hawa watoto ambao wanatusumbua. Wanaitwaje wale? Gen Z. Naam, Gen Z. Kaambia kwamba watoto wakinisumbua mimi nitawafinya msolom. Nitawapiga mkwaju. Na wakija huko juu Kenya pia wapige nini? Mkwaju. Ama umeme wa watu oe. Umeme wa watu oe. Hebu angalia kwenye kamusi ya Kizungu umeme wa watu ni nini? People's power. People's power oe. People's power oe. Nimeanza kuona video. Nimeanza kuona video ya nchi jirani, viumbe vya ajabu vikisema kuwa niko biased. Hero, Jemerudi. Kakaangu niandikie wimbo la pole kwa Tanzania. Niko hapa Mombasa najificha na Zuchu. Suru mama, unafanya nini hapa? Sasa mimi nimekufuata. Hapana, wewe umeniharibia rebo, si wasafi tena ni wachafu. Hata mimi niliharibia huko, sasa unaniambia Dasongo lazima aende, sasa unaniita Dasongo. Bwana. Sasa mwanangu, wewe bado mchanga, wewe bado mtoto. Mchanga aje kivipi? Mimi am 31 years old. Wewe ni Simba, wewe ni Dangote na kuaminia. Sema nini wewe? Sasa mmegeuka paka. Kwa nini? Watu young for this, hujui kitu huku. Yaani umefanya niko Amanda pressure, yani Amanda. Simba amemtaja Amanda. Okay, sababu ya pili ni tukio halisi lililotokea mwaka 2025. Serikali ya Tanzania ilitangaza hatua zilizoweka vikwazo kwa wageni kushiriki katika baadhi ya biashara ndogondogo zilizokuwa zimehifadhiwa kwa wananchi wa Tanzania. Miongoni mwa maeneo yaliyotajwa kulikuwa na shughuli mbalimbali zilizosababisha mjadala mkubwa Afrika Mashariki. Wafanyabiashara, wawekezaji wadogo na hata baadhi ya watu waliokuwa wanajihusisha na sekta zinazohusiana na media na utalii. Kwa muda mfupi kulikuwa na hofu kubwa. Watu wengi walidhani kwamba wageni wanaweza
zinaweza anza kuzuiwa kwa kiwango kikubwa zaidi. Mitandao ya kijamii ikajaa tafsiri tofauti tofauti, na nafikiri hapa ndipo baadhi ya watu wamechanganya mjadala huo wa biashara na mada ya content creators. Matokeo yake sasa, uvumi wa list ya content creators ya Kenya ikaonekana kama kitu kinachowezekana, ingawa ukweli ni kwamba mambo haya mawili si sawa kabisa. Manake baadaye mazungumzo ya kidiplomasia na ushirikiano wa kikanda vilisaidia kupunguza hofu iliyokuwa imejitokeza. So apparently there is a list out of Kenyan content creators that are not allowed in Tanzania or anywhere near Zanzibar, and that because they might in one way or another created content criticizing Tanzanian mom. If you know, you know. And these content creators from Kenya, number 1 is Mokaya, number 2 is Lenny Vibes, and Michelle Mjakafine, and the third one there is Malcolm. You know Malcolm very well. Machajis na Manyonyes. Those content creators are totally banned from visiting Tanzania or Zanzibar in whatsoever. They are not allowed to be seen anywhere close to 100 meters near the borders of Tanzania. Then on that list down there, I find my name and wonder, wow, how? Kwa hiyo content creator yoyote wa Afrika Mashariki anapaswa kujifunza nini hapa? Kwanza, ukisafiri kwenda nchi nyingine kutengeneza content, jifunze sheria za eneo husika. Pili, heshimu utamaduni wa watu wa eneo hilo. Alafu tatu, usiamini kila kichwa cha habari unachokiona mitandaoni, kwa sababu katika zama hizi fake news husambaa haraka kuliko ukweli, na mara nyingi kichwa kimoja cha habari kinaweza kuwafanya maelfu ya watu kuamini jambo ambalo halijawahi kutokea. Mwisho kabisa, Kenya na Tanzania zina zaidi ya mambo yanayotuunganisha kuliko yanayotutenganisha. Content creators wetu wanashirikiana, wasanii wetu wanafanya kazi pamoja, mashabiki wetu wanavuka mipaka kila siku. Kwa hiyo kabla ya kusambaza habari zingine, uliza swali moja rahisi: chanzo chake ni nini? Ati kuna list ya content creators who cannot go to Tanzania, bro. Content creators who cannot go to Tanzania, kuna list imetokea. Number 1 kwa hiyo list ni Mokaya the Great. Number 1 kwa hiyo list ni Mokaya the Great, bro. Number 2 ni Michelle Mjakafine. Number 2. Bro. Nasikia Lenny pia hapo wako number 3, manze. Number 4 ni Malcolm apparently, manze. Hebu niambie kwenye comment section, je, wewe uliwahi kuamini kwamba kulikuwa na list ya content creators wa Kenya ambao hawafai kuingia Tanzania? Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Mna bahati kwamba nchi zetu mbili, upande mmoja kuna uhuru wa kufanya biashara na upande mwingine kuna suluhu ya kuondosha vikwazo vya biashara. Kwa hiyo sasa mshindwe nyinyi. Asanteni sana.